Hii movie inaanzia India, vijijini kabisa. Kijiji kimoja kinaitwa Balana, Himachal Pradesh, ni milimani sana. Jiografia ya hili eneo ni nusu jangwa, ni umbali wa kilomita 1850 kutoka Malana mpaka Mumbai. Maana yake ni mbali kuliko hata safari ya kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam. Movie inaitwa Zero, yani hakuna kitu, sifuri kabisa, fungu la kukosa. Najua unatamani kujua movie inahusu nini. Sasa kabla hatujaendelea, tafadhali fungua moyo wako wa dhahabu na usubscribe. Utakuwa umefanya jambo kubwa sana, mtu wangu wa thamani. Sasa tuondoke. Hii ni barabara kuu ambayo inaunganisha huu mji na miji mingine mikubwa ya India kama vile Mumbai, Delhi, Chennai na kadhalika. Asilimia kubwa ya watu wanaokaa huku ni wenye asili ya kutokujichanganya kabisa na watu wengine. Sasa mbele ya hiki kijiji kuna kijiji kingine ambacho kinaitwa Nanakeda. Ni kilomita 10 tu kufika kwenye hicho kijiji. Hapa anaonekana dogo mmoja ambaye kazi yake kubwa ni kuuza chai kwa watu ambao wanaelekea huko Nanakeda na Mumbai. Hii ni sehemu muhimu sana ya kupata chochote kitu, kwa sababu huko mbele hakuna kabisa huduma za kijamii, especially chakula. Sasa bwana mdogo baada ya kubuni hii biashara anashangaa kuona hakuna kabisa wateja, yani hakuna mtu anayepaki gari na kuagiza chai. Kumbuka, watu wengi wanaokuja katika maeneo haya ni wageni kabisa. Wengi wao wanakuja kwa ajili ya kutafuta waganga au kuchukua dawa za mitishamba kwa ajili ya kwenda kujitibia mjini, kwa sababu huku ni porini, kwa hiyo kuna miti ya asili mingi sana. Bwana mdogo anamwangalia babu yake kwenye picha, lakini pia anamwangalia Mungu wao ambaye ni tembo. Labda kuna namna wanaweza kufanya jambo, muujiza ukatokea, magari yakapaki, wateja wakajaa, ila hamna kitu, ni zero kabisa, kama jina la movie linavyojieleza. Sifuri maana yake hakuna kitu. Sasa licha ya kusubiri wateja kwa muda mrefu, ni kwamba inaonyesha dogo hana material ya kutengeneza hata hiyo chai yenyewe. Sasa haijulikani wateja wakija atawauzia nini, na kwa nini asubiri wateja wakati hana kabisa material ya kupika hiyo chai. Sasa ukisikia Sumbawanga ya India, ndiyo hii chai. Huioni, lakini ukiitaka unauziwa. Ni wewe tu utataka ya rangi au ya maziwa, zote zinapatikana. Na hapa dogo anaonekana anaandaa chai, ila hakuna anachokiweka, hata anachokimimina ni hewa kabisa. Kwanza akaiangalia picha ya babu yake. Dogo ni kama amekata tamaa, ila hachoki kabisa kusikilizia, japokuwa muda umeenda kinoma. Yupo hapo tangu asubuhi na muda huu ni mchana, ila hakuna wateja wala mtu yoyote anayesimama. Jua ni kali balaa. Bwana mdogo mpaka anapitiwa na usingizi, na muda unazidi kuondoka, inakimbilia jioni sasa, na dogo ana njaa kinoma. Sasa kwa sababu hajauza kitu na biashara yake ni kuuza chai na biskuti, kwanza akaziangalia zile biskuti kwa matamanio na hasira kali kinoma, alafu akafungua kopo akazila zote ili apoze njaa. Hii siku ikawa imeisha kwa staili hiyo ya kushindia biskuti na hakuna alichouza. Usiku ukaingia, asubuhi nyingine ikafika. Bwana mdogo ni kama biashara imemshinda. Sasa anachokifanya, ameona ni bora acheze na wadudu tu. Hakuna namna, kwa sababu watu hawana njaa siku hizi, wananunua vyakula vyao wenyewe kwenye magari yao, hawali kabisa njiani. Hapa anaonekana kuna ishara anazionyesha. Sasa sijui ndiyo anaita wateja au vipi, sisi hatujui kabisa, japokuwa hiki kijiji ni balaa sana. Unaambiwa kwa kupaa hawajambo. Kwa mbali kuna gari akaiona inakuja, akahisi kabisa kuwa hii lazima isimame, na kweli ilipofika mbele ikasimama. Dogo akaona sasa Mungu ameshafungua milango ya riziki. Alipangalo Mungu mwanadamu hawezi kabisa kulipangua, lakini kumbe mwamba alishuka ili achimbe dawa, yani hakuwa na ishu nyingine kabisa. Ile ikamkata kinoma ndugu yetu businessman, akatoa bonge la msonyo kama masihara. Taratibu jioni ikafika, kuna mzee wa kijiji hapa anakula msuba kidogo. Sasa muda ule ule kuna gari ikapita, lakini kuna kitu ikakitupa, ni kama baga hivi au ndizi. Dogo alipoona akaamka, haamini kama Mungu anampenda kiasi kile. Hakika Mungu leo ametenda moja kati ya muujiza mkubwa, yani mtu ametupa baga, mwamba akaokota tayari kwa ajili ya chakula cha jioni. Akaiangalia sana picha ya babu yake, akaangalia kushoto na kulia, akala baga yake safi kabisa. Dogo hana makazi kabisa. Hapo ndipo hapo anapokaa na ndipo hapo anapofanyia biashara yake.
Sasa usiku kwenye kile kibao cha Nanakeda ambacho kilikuwa kinaonyesha ni kilomita 10 kufika Nanakeda, kuna walevi wakatupa chupa ya wine. Hawa nao ni wasafiri, ila wameshuka ili wachimbe dawa, kwa lugha nyingine wameshuka ili wakojoe. Walipomaliza jambo lao, wakashangaa kuona kuna kilomita 10 zaidi mbele. Kama unavyojua akili za mtu alielewa. Kuna mmoja akasema ngoja nizipunguze, akizani akizipunguza kwa maandishi basi hata umbali utapungua. Mwamba akafuta ile sifuri ya mbele alafu akabakisha moja, kwa hiyo ukiisoma unajua kuwa imebaki kilomita 1 kufika Nanakeda, yani ni karibu sana. Kumbe kuna mjinga alifuta, badala ya kilomita 10 yeye akaeka kilomita 1. Asubuhi bwana mdogo akanawa uso kama kawaida, anasubiri wateja. Kitu cha kushangaza, leo mapema sana, saa 1 kamili asubuhi, kuna mtu akapaki alafu akamuuliza kuna umbali kiasi gani kufika Nanakeda. Dogo akamwambia ni kilomita 8 mpaka 10, inategemea na spidi yako tu. Mzee akamwambia ampe kikombe cha chai. Dogo akaandaa chai akampa mteja wake wa kwanza tangu aanzishe biashara yake ya kuuza chai barabarani. Mara mteja wa pili, na kila mteja anayekuja ni lazima amuulize dogo kuna umbali gani kutoka pale mpaka Nanakeda, alafu ndiyo aagize chai. Wateja wakazidi kumiminika. Dogo anapiga hela zake kinoma tu, anaamini ni mzimu wa babu yake umeshirikiana na tembo ambaye kwao ni Mungu. Sasa hapa kuna mzee akamuuliza Nanakeda kuna umbali gani? Dogo akamwambia ni kilomita 9 mpaka kilomita 10 kutokea hapa. Mzee akamwambia lakini kwenye jiwe pameandikwa kilomita 1. Dogo akauliza kwenye jiwe lile? Mzee akasema ndiyo. Hapana, ni kilomita 10 kufika Nanakeda. Mzee akatoa pesa akampa bwana mdogo, alafu mzee akasepa. Dogo ikabidi atoke ili akajihakikishie, je, ni kweli pameandikwa kilomita 1? Alipofika kweli ni kilomita 1. Hajui ni nani kafanya hivyo. Alichokifanya, Fasta akakimbilia udi akauchoma kwenye lile jiwe, ishara kwamba Mungu ametenda. Sasa ipo hivi, watu walikuwa hawasimami kwa sababu walikuwa wanaamini bado wana safari ndefu kidogo kufika Nanakeda, ila baada ya kubadilishwa kilomita 1 watu wakawa wanasimama kwa sababu wanaamini safari sasa imeisha, ni kilomita 1 tu imebakia ili kufika Nanakeda. Kilomita 1 sio mbali, hivyo akili za walevi zilimsaidia dogo, japo yeye anaamini kuwa ni Mungu tembo na babu yake ndiyo amesaidia, ndiyo maana akachoma udi ili iwe kama sehemu ya ibada. Kuna funzo kubwa sana humu ndani la kutokukata tamaa. Mwamba hakuingiza pesa tangu ameanzisha ile biashara ya kuuza chai barabarani, ni zaidi ya wiki 1 mfululizo, ila baadaye akapata zaidi ya vile ambavyo alitegemea. Movie inaitwa Zero. Mimi ni Mr. Storyteller na hii ni The Storyteller TZ. Lakini nikupe habari njema, ni kwamba unapofanya maamuzi ya kubeti na PMBet unajiweka katika nafasi ya kujishindia magari kila mwisho wa mwezi. Lakini pia kwa wapenzi wa kasino, kwa shilingi 500 tu unaweza kuspin na ukaondoka na pesa za kutosha. Bila kuwasahau wapenzi wa soka, zile odds za kibabe, PMBet ndiyo nyumbani kwake. Ni rahisi sana, tembelea pmbet.co.tz na wewe uwe mshindi katika familia ya washindi.